Wewe umwambia nabii yako Mungu akupiga. Nimekupa tarehe na muda na siku. Amen. Tunashusha jina ya Mungu. Amen. Tunakuja kanisa sio kwa ajili ya vitu tunaona na macho. Tunakuja kanisa kwa ajili ya mbinguni. Amen. Tunakuja kanisa sio kwa ajili ya kupitiza muda. Na tunakuja kanisa kwa ajili ya kuongea na baba yetu anaitwa Yesu Kristo. Basi na baba yetu Yesu kuongea na mtu yote. Hawezi kuongea na mtu yote. Leo kanisa inateseka kwa sababu kanisa imekoma mavuno. Ndio nasikia mtumishi mimi nauza. Mtu mmoja amekuja kuuza mbele yangu, amechukua wateja yote. Haiko mtaenda kwa bamunganga sana. Kama yeye anaenda kwa bamunganga, iko na jina ya shetani. Jina ya shetani ni Yesu iko zaidi. Kama Yesu iko zaidi, kwa nini wateja niende kwake? Kwa sababu bado mmoja wakoka. Amen. Leo tumechafua kanisa. Umeona leo mtumishi ndani ya kanisa niko na wanawake 5 wanatembelea. Hata mtu bado hajakufunga. Lakini Mungu anaona. Mungu anaona. Na ni Mungu ya roho unapoteza kitu naitwa nguvu. Kwa sababu umetoka nje ya neno la Bwana. Unaona binti vizuri hapa na ima anafanya kazi ya Mungu vizuri ndani ya kanisa. Lakini nje yuko na wanaume zaidi ya 4. Nimeenda kuhubiri Dodoma kanisa moja. Nimeanza kuhubiri, Mungu amesema nabii, nataka uombee watu mwezi jayo tu. Ndoa nyingi sana inafungia hapa kanisa. Kanisa kubwa sana. Sitaki kusema tu jina. Watakuja nyingi sana mbele. Kama watakuja nyingi sana mbele, Mungu amefungua macho. Kama nataka kutabiria sio natafuta. Niko na uwezo kutabiria kanisa mzima kwa sababu Mungu amekupa neema. Lakini kuna nabii kubwa sana neno la Mungu. Amen. Amen. Nataka wanajua kwa nini Mungu ameleta nabii. Nabii anakuja kwa ajili ya kutakaswa kanisa ikubarikiwa. Huwezi kubarikiwa kama bado maisha yako yamebarikiwa, imetakaswa. Amen. Amen. Watakuja nyingi sana. Nimeangalia wanawake wa kwanza nimesema mama, nimeona wanaume 3. Kama unataka labda jina labda si niko na uwezo wa kukupa. Mmoja anaonekana nyumba moja. Ya pili nimeona unafanya naye kazi, nimeona unafanya kazi kama reception, nimeona kama university. Ya 3 hii hapa mwimbaji. Unataka Mungu akusaidie na kuchagua au Mungu akuongeza ya 4? Nauliza tu swali. Nimeenda na mwanaume mwingine. Nimesema kila siku unapenda wanawake na watu. Kabla kuingia hapa leo ibada ya jioni, umetoka kufanya mapenzi na wanawake. Mwanawake umeona naye tu leo, umetoka naye tu leo. Sasa unataka Mungu akusaidie kuendelea na maisha ya kuchafua wanawake mwingine au naendelea na mke wa 3. Watu mechimekaa zaidi ya 50. Kama nimefika na mke wa 3 nimebaki na watu 4. Maana yake ni shida sio Mungu. Shida watu bado hawajaokoka. Mtu anakuja kanisa anafanya kazi vizuri, bado hajaokoka. Ndani ya kanisa sio na kazi sio na watu na zima ya watu anafanya kazi vizuri, umetuko na zima ya watakatifu. Kwa sababu mtakatifu hata juu chochote anaongea, nguvu ya Roho Mtakatifu inashuka. Amen. Anaongea Mungu neno zake inabaki kama kibali ya Mungu. Amen. Hata unaimba vizuri, unahubiri vizuri, unafanya vizuri, kama ndani yako maisha yako kama uchafu, unapitiza tu muda. Biblia inasema makelele ya bure tu. Amen. Amen. Nimeenda kanisa mwingine hapa. Nitaki kusema kanisa inafahamiana sana. Nimefika kanisa hii Dar es Salaam. Nimesema mchungaji, Mungu amesema kanisa hivyo tunatakasa, bado watu nyingi hawaokoka. Mtumishi amesema hapa Tanzania kanisa vizuri. Hii watu ya utakatifu hapa kwangu tu kanisa Tanzania mzima. Nasema askofu kweli, amesema kweli baba mtoto wangu, nasema kweli. Sijui Mungu ameweka kitu gani ndani ya kichwa yangu. Kabla kumalizia mahubiri Jumamosi, nimesema kesho tunakuja na daktari ya kuhimili inapima watu, tunatangaza tu kama uko sawa au sio sawa, tunatangaza madhabahu. Kanisa hii ibada kama inaanza saa 3, saa 1 sema kuweka watu hamna. Jumapili mpaka saa 5 watu 10. Na baimbaji mekimbia, na bachungaji yote ya mbele mekimbia, mwidoktari ya Murimbiri anakuja kupima watu. Kila mtu amekimbia. Tu kama wewe unatembea maisha watakatifu, umekimbia nini?
Askofu amesema kweli mtoto wangu nimekubali. Hii yote hapa wanaongea hongo. Na huyo amekimbia. Amen. Wewe unatembea maisha matakatifu, umekimbia nini? Mimi askofu, hii Mungu ndiye ametaka kufundisha kitu. Askofu amesema kanisa yote ulisema amina, amina, mahubiri yote mahubiri. Na huyu anakimbia dokta. Mtu mwingine anaangalia tu, mimi niko na mwanaume mahubiri. Tunatembea tu hivi bila hata kujapima. Yesu Kristo. Eske bado hajapata? Amekimbia. Yeye amesema kila mtu anakimbia. Kanisa watu zaidi ya 200, watu kuja 10. Na mbali. Amen. Unakuja kanisani. Tafuta kuokoka. Amen. Unajua tuko hapa ndani ya kanisa, tuko na wakipindi watu watatu. Tuko na watu amekuja kutafuta Mungu. Tuko na watu amekuja shetani ametuma kwa ajili ya kutoa watu nje na kujia kuchafua kazi ya Mungu. Mtu hawezi kutoka, kazi sehemu yake iko hapa. Tuko na mtu ya tatu anakuja tu kwa ajili ya watu, ajui anakuja kufanya nini, lakini bado anakuja ndio mambo yake iko. Mambo ya shetani ipo, mambo ya Mungu haipo ndani. Tuko nakuja kanisa, mtu yuko rafiki yako juu. Kama mtu kama Yesu Kristo anachukua mafundisho 12. Biblia inasema moja shetani mwenyewe. Unaona waza hapa mchawi mna? Hapa shetani mna? Mtu anashika sadaka ya huduma ya Yesu Kristo shetani. Yuko wewe mtu unamwambia mambo yako, unaona waza iko mtakatifu kwa sababu anacheka. Kwa sababu kama anaomba analia. Wewe umesema nimepata rafiki vizuri. Hakuna rafiki zaidi ya Yesu Kristo. Unakuja kanisa, njoo kuokoka, njoo kusali. Tuko na watu kanisa maisha yameharibika kanisa. Unachukua mtu kijana amesema simamia kama yembani. Unasikia ametembea na watu 5 watu 6. Kwa sababu bado wewe hujaokoka. Umeenda kuhubiri Tunduma, iko na maombi. Nimeuliza mtumishi, kwa nini hapa wanawake walala hivi huko wanaume kalala hivi? Amesema mtumishi, hata kama analala hivi hapa, mkutano tukuishi nani maombi ya mwaka imepita hapa siku 3 tu. Mama yake 4 imetoka na mimba hapa kanisa. Paka mimi hapa nafikiria iko na taa. Iko na ulinzi. Mimba imeingilia wapi? Paka mimi hapa sijui. Ndio tumeanza kugawana hivi kwa sababu wewe bado hujaokoka. Mtumishi ameweka nao ulinzi. Mimba inaingia, tumeingilia wapi? Sijui kama umekoma Maria wewe mtakapata neema kupokea wewe mtakatifu. Mimi sijui. Amen. Unakuja kanisa kama uko mwanawake. Fuku kubali kufunga miguu yako, maana yake ni kuishi maisha matakatifu mpaka siku ya ndoa zako na funguliwa kwa leo. Huko mwanaume unakuja sio kwa ajili ya kuchezea wanawake ya watu. Amen. Amen. Naongea kweli. Unajua mtu mwingine amekaa duniani amesema anatafuta kupinga pena mwanawake amesema hapa siwezi. Acha niingie tu kanisani napata urahisi. Ameingia kanisa amepata urahisi, ameanza kuchezea. Bado Mungu yupo kwa ajili ya kubadilisha maisha yako. Unakuja kanisa sio kupitiliza muda. Kama unatembea maisha mchafu unapoteza maisha yako mwenyewe. Tuko na watu wawili ndani ya Biblia. Iko na ujumbe moja. Inafanana kidogo. Iko Yusufu na Samson. Mungu anamwambia Yusufu, familia zako inapiga magoti mbele zako. Maana yake siku moja inaweza kufukuza ufalme au mtu kubwa sana. Kwa sababu na Israeli unapiga magoti mbele ya ufalme na mbele ya mtu mkubwa tu. Amen. Amen. Ya pili Mungu anasema na Samson. Ameanza kusema kwa mama yake watoto ya huyu inakoma wafalme. Samson amekufa ameacha mtoto. Wewe umesema Mungu ameongea hongo. Neno la Mungu kwa ajili ya watakatifu. Kama mtu ameenda kuingia na maisha ya dhambi, ya kwanza amekoma mavumbi. Ya pili shetani anachukua kila kitu. Ni Biblia inasema shetani anaitwa mwizi. Yohana 10:10. Mwizi anakuja kuiba. Ndio kama unaingia na maisha ya dhambi, kitu ya kwanza shetani kuiba kila kitu kiko kwako. Na miaka, na baraka, na nyota anaiba, unaanza kuteseka. Ndio leo hata tunasali, ni kanisa imepoteza nguvu. Juzi hapa nienda kuhubiri kanisa moja. Tunaomba. Mama mmoja anaongea duka. Mama mwingine anataka
kuanguka amekanyaka kwenye miguu, amefanya ameendelea Luka. Hajui anawaza kia anachezea kama amezoea kuchezea wachungaji. Nasema baba, tulia. Mama wawili njoo hapa mbele. Mama kweli unaongea wewe mtakatifu, wewe mtaka Kristo, wewe mtaka Satani, shetani. Tuko na wewe shetani, tuko na wewe Mungu. Amesema baba wewe mtaka, nasema wewe unaongea Mungu kwa sababu kama unaongea Luka, umepoteza ufahamu yako. Imeanzaje mtakatifu umefanya hivi kwa sababu wewe bado hujaokoka. Unafanya hiyo unacheza tu. Unaweza wewe mtakatifu kama inashuka fikira mtu anaongea Luka. Amen. Tunakuja kanisa sio kwa ajili ya kuchezea Mungu, tunakuja kanisa kwa ajili ya kuabudu Mungu. Leo kuna watu iko mavumbi, shetani anaanza kuchezea kanisa kwa sababu kila mtu anaanza kuchezea ndani ya kanisa. Tumepoteza nguvu ya kwanza. Unajua Mungu anachukua mtu amesema shetani nimekupa nguvu ya kufanya nini? Ya kukula mavumbi. Kila mtu anatembea maisha mchafu. Mchawi ya familia zako iko na uwezo kufuna wewe, iko na uwezo ya kukula. Hujasikia kile mtu anaokoka amesema amekufa, nani amekula au baadhi yake nani bibi yake amekula. Hujasikia no? Unasikia no? Mtu anaokoka ameuma magonjwa ametoka kwa mganga. Kama nini hapa ndiko zaidi ya shetani mara 10,000. Mimi hapa tu mwenyewe. Usimechukua wafanyikazi yote ya shetani niko zaidi mara ngapi? Nimeenda Sumbawanga nimefika. Nimeenda huduma ya siku moja. Nimefika Jumamosi. Kama nimefika jioni, sasa nimeshuka Mbeya. Kwenye ndege nimepanda wachungaji kule vichuka mileta paka Sumbawanga. Nimefika waskofu nyingi. 14 imekuja kumeona, mwingine mfupi, mwingine mrefu, mwingine kidogo, kila mtu na size yake. Nimeona kama siku nimeingia na duka la nguo, ndio kila mtu na size yake. Imeanza kusema, "Nabii umefika hapa? Umetoka hapo?" Nimesema nimetoka Kinshasa. Nimesema, "Hujauliza habari ya Sumbawanga?" Mimi nasema mimi na maisha yangu najua tu habari ya Yesu. Amesema, "Hapana baba. Jana mtumishi mmoja amekuja kufanya mkutano hapa amelala. Mkutano wake fia anaanza leo. Ameenda kuamka porini tangu. Hujasikia?" Mimi nasema hii ameamka huko kwa sababu amejua maisha yake mwenyewe. Baba acha hivyo mtoto kabisa. Wewe kijana ya watu amekuja hapa. Nani ameleta kijana yeye anasema baba. Mimi sipendi mambo naongea. Niko na Mungu iko zaidi ya miaka yako. Amen. Na beba Mungu iko na nguvu zaidi yako. Anasema hapana baba. Wachungaji waskofu nataka nini hapa naamini ke nguvu ya shetani iko zaidi ya Yesu Kristo. Hii mchungaji gani? Nimekasirika sana, nimefukuza kama watoto. Nimepita kwenye redio nimesema nimeshafika. Nimepita leo niacha kwenye habari, nimesema nimefika. Naomba kwa mganga leo tena wachage sunama tunaongana mkiwajani. Akomba na nini nimejua simu nimefika mkutano leo, nimemaliza leo natoka leo au kesho. Nasema unaweza kuwaza leo sio nimekimbia, nimeongeza siku 7 na ukaa hapa siku 8. Nataka mtu ya nguvu ya simama anasimama tunapigana tu. Unakuja kupima nguvu yako kama kweli uko na nguvu. Nimekaa siku 8, iko na mitandao kuingia kwenye YouTube itafanyika hivyo unaona vitu na ushuhuda na sema. Siku ya 10, siku ya 8, bambunganga zaidi ya 50 imeleta dawa nimechoma. Amen. Hivi kubali kuokoka Yesu Kristo kama mfano. Maana yake hakuna jina zaidi ya Yesu Kristo. Amen. Shetani anaogopa hapana kwa sababu amesema kwa jina la Yesu. Siku moja watu wengi kusema tunafukuza pepo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hapana. Shetani anaogopa Yesu anaishi ndani ya mtu. Niko hapa hata bado najaomba. Umepiga kitu hakuna kitu kisikufanikia kwa sababu niko na Yesu Kristo na bega iko zaidi ya kitu iko ndani ya watu wengine. Unataka shetani anaogopa maisha yako. Kitu moja tu. Kitu kimoja, tembea na maisha takatifu. Amen. Mtu anatembea na maisha takatifu. Kitu ya kwanza anaishi maisha ya ulinzi na ni Mungu ya roho ina ni Mungu ya mwili. Ya pili anabarikiwa. Ya tatu hata kila kitu inafanikia dunia hapa. Hakuna kitu sikugusa maisha yake kwa sababu huyu ameshikilia na mikono ya Bwana. Hakuna mtu sikushika na kutotoa mikono ya Bwana. Wewe umesema unakoka. Inafanyia nini mtaenda kunishirikia na kufunga maisha yako? Mchungaji hapa, mchungaji nimelala hapa shingoni Yesu wageuka kwa mtoto. Mtoto bibi ya kakao. Mchawi sana. Amegeuza shingoni yako. Wewe unakoka. Mchaya kugusa. Sisi kuna kitu ndani yako bado hujaokoka.
Amen. Nimeenda Tukuyu. Kama umetangaza mkutano na Calvary Tabernacle Church kwa Askofu Mwesu. Nimeanza mkutano ya Mbeya ya Mbeya mjini, naenda Tukuyu. Nimeona vitu vya ajabu sana. Nimefika, nimetangaza redio. Mkutano unaanza, siku yangu nakuja kuhubiri tu siku moja tu. Mvua imeanza sasa. Nimefika tu, mvua ya kweli. Nimesema hii kitu gani? Nimechukua mic, nimesema naomba mic, nimeanza kuomba, nasema Mungu, nataka hapa sehemu ya mkutano mvua iondoke. Mvua inanyesha Mbeya mzima. Nimekaa kiwanjani ya mkutano hamna mvua mpaka tumemaliza mkutano. Maana yake Yesu yuko zaidi. Maana yake Yesu Kristo yuko zaidi. Biblia inasema kila nguvu iko na neno la Mungu. Kitu inaitwa ujiza. Hata sisi mtumishi wetu kujua ujiza. Unakuja kanisa, sikuji kwa ajili ya kutafuta ujiza. Uje kwa ajili ya kushusha ufalme wa Mungu. Unajua ufalme wa Mungu inashuka na maisha yako. Maisha yako inabadilika bila kuomba. Biblia inasema kila mtu anakuja kama ufalme wa Mungu inashuka na maisha ya mtu, utapata tibu ya maisha yake. Unakuja kuabudu, unakuja ndani kanisani ibadani. Fanya kila kitu unapata tibu ya mambo yako. Na Biblia inasema kila mtu anaingia na uwepo ya Bwana kuomba, kitu ya kwanza Mungu akufungua vitu umeficha ndani ya maisha yake. Unajua leo hata unabii imeharibika. Hata unabii imeharibika. Mimi kila sehemu naenda kuhubiri. Hata siku mweka matangazo yako nitangaza sikia watumishi hata kupigia simu. Unaitwa Nabii Fred, anakuja kuharibu, anakuja kufanya nini? Namwambia tu mtu, unakuja kanisa takasa maisha yako. Unakuja kanisa kwa mwanamke funga miguu yako. Unakuja kanisa kwa mwanaume tulia. Amen. Nimeomba na kanisa moja hapa mshamjini hapa tu. Nimesema Mungu amesema yako na watu kuja mchafu ndio utakaso. Watu wengine nimekataa, nimeomba nimesema Mungu kwa njia sasa kila mtaletea mchafu na maisha na kanisa hili. Anabaki anapoteza nguvu yake ya kiume. Hivi mwanawake anaishi bila mtoto. Hata leo mtumishi nimepigia nimesema nimefika je zaidi ya watu wa mai. Nimepoteza nguvu ya kiume. Mimi nasema mtumishi anataka tu nguvu. Anakuja kutubu mbele ya madhabahu. Nimesema mimi nimetembea mchafu nimefanya hivi vile hivi. Amen, ameponya. Mwingine anakuja ofisini mtumishi, niko na uwezo ya kutoa pesa kununua vyombo mtumishi. Nikusimama madhabahuni kusema hivi siwezi. Nasema kanisa nataka vyombo, kanisa nataka watu wengine mbinguni. Tumefika na kipindi huyu Yesu Kristo anarudi. Tunajiandaa kupokea Yesu. Siku Yesu Kristo akuja kukuta wapi? Mwingine anakuta hotelini, mwingine kwenye club, mwingine kwenye hivyo, mwingine kwenye hivyo. Fanya kila kitu ya kuokoka. Sisi hapa dunia hapa tuko wageni, siku moja tunaondoka. Tunarudi kwetu mbinguni. Nasikia wewe unarudi mbinguni, wewe unarudi kwa baba yako shetani. Fanya kila kitu ya kubadilisha maisha yako. Fanya kila kitu ya kuokoka. Kuokoka sio kwa sababu fanya miaka 10 kanisani. Kuokoka inaanza kuanzia siku umeanza maisha ya utakatifu. Ni kitu inaitwa kuokoka. Amen. Amen. Tunaitwa wa Kristo. Kuitwa Mkristo maana yake kama Kristo, kuishi kama Kristo. Yesu Kristo kwa mtakatifu. Kuishi Mkristo kama maisha yako sio mtakatifu. Amen. Amen. Leo kanisa limepoteza nguvu. Leo unaona mtu anapita kwenye TV anaanza kuongea vibaya ya kanisani. Kwa sababu mchungaji anaingia na nyumba ya famasi, anaingia kwa mganga, anaenda kitu fulani, wachirika tembea uchafu, tembea vibaya. Kazi ya Mungu imepoteza nguvu. Wewe tuko na uwezo ya kurudisha nguvu ya Mungu ndani ya kanisa. Mtu mmoja tu inatosha kubadilisha nchi. Mtu mmoja tu inatosha, wewe tu unatosha kwa ajili ya kubadilisha historia ya familia yako. Nasema sio maoni ya watu, nasema mtakatifu mmoja anatosha kubadilisha maisha ya familia zako. Kama unateseka, shida sio kanisani, shida sio shetani, shida bado hujatakaswa maisha yako. Ndio kanisa limepoteza nguvu. Ndio unaona kama tumeomba, tumetoa nguvu. Bado tunyo shetani anasema hii subiri na kupata yeye hapa tu. Mavumbi kitu gani? Mavumbi kila mtu anatembea na maisha mchafu.
Mkristo anafanya kazi, ni mwizi kabisa. Huku kampuni anaiba bahati, anaiba na sumari bata na tai 3,000, 4,000. Anaiba. Tai mtu ameshatumia. Unauza shilingi ngapi? Amen. Mkristo anaokoka, mwizi, tunafunga tu macho, simu inapotea, anazima, anapoteza na simu. Mkristo anasali, mwizi, anaiba paka pesa na mabeki ya watu. Hata ameweza kuinja, anapeleka mwizi paka kanisani. Mtu yuko ndani ya ndoa, bado anatembea na mke nje, bado mke anatembea na nani nje. Nimekaa Singida hotelini. Nimeona Wakristo anafanya kazi, ameelewa, amenakuja na bosi yake hotelini. Nimemwambia mwanamke mmoja, "Na wewe?" Amesema nifaa. Amesema, "Nataka naitwa jina lako." Salimia tu mume wako. Amekimbia. Nisema, "Mume wako niko hapa." Amekimbia. Mwingine amepiga magoti, usema, "Mtumishi, uko mtumishi. Niko na uwezo wa kununua hata nini nataka. Unauje na nini unataka kuuje na nini?" Nasema, "Mimi sina pesa ya kila kitu huyu." Mimi nasema salimia tu mume wako. Kama maisha unafanya yako vizuri. Maisha yako kama unatembea vibaya, unafurahi. Kwa nini siku unapata mimi unatafuta kutoa? Tunasema mtoto baraka. Sio wewe unataka kutoa baraka. Maana yake unajua hata na akili yako unaelewa kinafanya vitu vizuri. Unaelewa hii iko vibaya. Kazi ya Roho Mtakatifu iko kwa ajili ya kutoa kutoa maisha mchafu. Amen. 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 Hata umechukia mimi nabii naongea kwa mimi sio nabii nakuja kutafuta pesa. Mbona mtu mwingine amepata jina la nabii kwa jina la kutafuta pesa? Nimeona mtu mwaka huu yuko apostle, mwakani amekoma mchungaji, mwaka amerudi evangelist, mwaka mwingine mpaka anakuja mwisho amekoma nabii. Ndio Mungu anabadilika. Huduma hizo kubadilika. Amen. Huduma inabaki kama Mungu ameita. Amen. Unakuja kanisa njoo kuokoka. Amen. Mtu mwingine anawaza mimi naokoka kwa ajili ya mchungaji. Tunaokoka kwa ajili ya mbinguni, kwa ajili ya Yesu. Siku moja dunia hii inapita, unaenda wapi? Unajua siku moja Mungu amesimama amesema, Mungu anataka kuua dunia na maji. Nani aamini? Hakuna mtu anayeamini. Dunia inapita. Takasa maisha yako. Unasali. Unatoa heshima ya mtu yuko zaidi yako. Hata ndani ya kanisa. Tuko na mtu anaokoka anapigana na mama yake na wazazi yake. Mwingine anapiga. Mwingine sio unasikia maneno vitu anatoa na mdomoni yake kwa ajili ya wazazi yake, unaumia. Hapa shirika anaimba, meuka anagombana na wazazi yake, huko chini ya laana, tafuta kuokoka. Kanisa iko kisema ya kubadilisha maisha ya watu. Amen. 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 Mungu anakupa nguvu na shetani ya kukula mavumbi. Mtu yote anatembea na maisha mchafu, mbele ya shetani yuko mavumbi. Shetani kuna uwezo ya kukula. Amen. Amen. Shetani kuna uwezo ya kukula. Mimi hapa hata shetani ameweka baadaye akaweka vitu vibaya, hawezi kugusa maisha yao kwa sababu nimeshikilia vizuri na mikono ya Bwana. Unakuja kanisa, kitu ya kwanza takasa maisha yako. Amen. Kanisa sio kwa ajili ya mtumishi, sio kwa ajili ya familia yako, sio kwa ajili ya watu, ni kanisa kwa ajili ya Mungu. Muda ibada, jiandaa kwa ajili ya ibada. Kama ndege inapanda saa 1, unafika kiwanjani saa 11. Kama unajua kusafiri iko shida, unakuja kulala hata kiwanjani. Mbala ngapi kwa ajili ya Mungu? Mungu yeye anakupa pumzi, uzima yako iko ya yeye. Mbala ngapi? Unazidisha mbala ngapi? Bado hujaokoka. Tumefika na kipindi Yesu Kristo anatafuta waabudu ya kweli. Iya kuabudu na kweli ina Roho ya Mtakatifu.
Unajua kwa nini Biblia inasema ya kweli na roho? Kwa sababu Roho ya Mtakatifu kwa ajili ya matakatifu. Roho ya Mtakatifu iko kwa ajili ya kubadilisha tu maisha ya watu. Amen. Amen. Hata umenichukia, mimi naongea kwa kweli. Naongea vitu Mungu ameweka ndani yangu. Amen. Amen. Ndio umeona leo hata unabii umeharibika. Unabii inakuja sio kwa ajili ya kukumbusha vitu iko na maisha yako. Unabii inakuja kwa ajili ya kukumbusha vitu wewe uelewi. Vitu inafunga maisha yako, kufungua unapata ufunguo ya maisha yako. Kama nimekuja na nyumba ya mtumishi, nimesema mtumishi, uko na masofa ya blue, uko na basuti 5, uko na gari 2, uko na kiwanja 3, nikusaidia na nini? Hii nimekumbusha tu. Hii saizi unabii ya shetani. Unabii ya Mungu inakuja kukumbusha mtu, mchungaji unateseka. Yuko na siku umepiga baba zako. Kuanzia siku Mungu amefunga baraka nende kuomba samani. Hii ndio kitu inaitwa unabii. Unabii sio kitu inakuja kukumbusha mtu vitu iko maisha yako. Ndio umeona mtu amekuja kusema mama uko na viatu 5. Wasema hii nabii. Yesu Kristo anatabiria mtu, nabii mkuu anaitwa Yesu Kristo. Anatabiria mtu. Anasema mama, ndani ya umeelewa? Amesema hapana, amesema hata mwanaume yuko kitandani yako sio mume wako. Amesaidia mwanawake. Hata mwanaume anasema, nakuelewa, tunazaa watoto 4, tunaishi maisha. Mungu mwanawake amesema, huyu uongo, nimeshapata ukweli, hii sio mume wangu. Umeona? Unabii inakuja sio kwa ajili ya kukumbusha vitu zako. Si mama uko na simu ya Samsung. Baba yako anaitwa George. Kitu vile, hii kusaidia na nini? Wewe mwenyewe unajua jina baba yako. Unajua vitu uko nyumbani. Biblia inasema na Yeremia 33 mstari wa 3, unaomba Mungu akufungua vitu imeficha. Vitu imeficha kwa vitu hata wewe uelewe. Nimeenda kuombea mwanawake mmoja ameniitwa mwezi 12 imepita hapa Arusha. Amesema nabii, na nimeelewa miaka 3 bila ya kuzaa. Sina mtoto hata mimba. Hakuna siku nimepata mimba. Nimefika tu nimesema mama, siku ya send off yako iko na mtu amewekea kitu kwenye kanga. Amesema nabii haiwezekani. Nimesema asante. Ameenda Nigeria, umepaka mafuta. Amezunguka. Tumefika miezi 4. Amepokea mgeni rafiki yake ametoka Uingereza. Amesema nataka kuangalia CD yako ya send off. Anaangalia CD yake ya send off, ameona muda anacheza. Shangazi yake anachukua kitu anaweka hapa kwenye kanga. Amesema, "Wewe nani anaweka kitu? Hii kitu gani?" Ndiye amenipigia simu. Amesema nabii muongea kweli. Na simu umemaliza kupoteza pesa kwenye ndege, unaenda kupoteza mafuta, na sasa hizo umeona shida. Unabii inakuja sio kwa ajili ya kukumbusha vitu zako. Mama si mama uko na kiwanja 3 kusaidia nini? Wewe mwenyewe unaelewa kitu kile kiwanja 3. Biblia inasema unabii inakuja kufungua vitu wewe uelewe ujue. Unauliza Mungu, kwa nini watoto wangu teseka? Kwa nini kitu fulani? Mungu fana afungua kitu gani nifunga watoto wangu? Sio Mungu anakuja kusema uko na watoto 3. Ya 5 amezaa watoto 5 vile. Sio nabii. Ndio umeona mtu kama ameona vitu imefanikiwa, amesema mimi nimefika nabii. Ale kesho yake ametoka apostle amesema nimefika nabii. Nabii sio mtu anakumbusha vitu iko ndani ya nyumbani yako. Nabii iko mtu anafungua vitu imefunga maisha yako. Vitu wewe ujui kwa ajili ya maendeleo ya wewe na Mungu. Ni kitu naitwa nabii. Ndio umeona leo hata mwizi mwingia ndani ya kanisa. Amen. Mimi natoa kubwa sana, natoa nyingi, na nimetoa nyumba hapa Tanzania, nimetoa nyumba, nimetoa magari. Nimetoa gari 4. Hii gari inatembea chini, nimetoa gari ya bei ya milioni 25, natoa vitu. Lakini iko kitu nakataa kuiba watu. Shetani ameweka wachungaji wengine kwa ajili ya kuiba tu. Amen. Nimekuja kwako umesema baba njoo kuombea nyumbani yangu iko na mapepo. Mtumishi amefika tena mama nyumbani iko na pepo. Inakusumbua sana mama, toa kwa Mungu, toa. Mchungaji anasahau umeishi hapa miaka 20 bila kufa.
ameweka na kichwa yako, unakufa tu kwa sababu yeye amefika. Ifo unatoa kwa Mungu. Hii mwizi kabisa. Ndio naongea kwa kweli. Mimi hakuna mtumishi, niko mtumishi, hakuna mtumishi ananipenda kwa sababu naongea vitu kwa tofauti sana. Naongea kweli. Amen. Amen. Mtu ameona gari yako vizuri, amesema kwa nini mimi natembea na gari, mimi shirika na gari vizuri. Amesema mama, nimeona umepata ajali sana, iko na nguvu umetuma ndani ya gari yako. Toa kwa Mungu, toa. Anatoa. Yeye mchungaji ameanza kutembea, sio muda mchungaji anatembea na gari, pepo imeenda wapi? Sisi mchungaji niko na pepo nyumbani yake, anatumia washirika. Amen. 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 Kwa sababu tumekuja kutafuta tu vitu tunaona kwenye macho. Wewe tunakataa kutafuta vitu ya roho. Ndio maana leo kanisa inateseka. Naingia kanisani naona bita mivaa sheni ya gold. Nimesema weka chini hii nyoka, weka chini. Nimepiga deje hesabu 2.5 milioni. Weka chini mama, ondoka. Umepona. Umefanya vizuri, umekuja hapa. Kitu kwa meza kuua. Amesahau umevaa miezi 6 bila kufa. Ane Jumapili mama mtumishi amevaa au mama nabii amekuja amevaa kanisani. Nyoka maenda wapi? Nyoka yeye anapenda tu mashirika, amekataa mama nabii. Kwa sababu tunasoma Biblia vibaya. Biblia inasema kama uko na kitu, uko na roho ya shetani au pepo inasuma maisha kuita mtumishi, anatoa pepo kuachia kitu yako. Ni Biblia inasema. Mtumishi amekuja kusema baba nyumbani yangu iko na pepo, mwambie mtumishi omba toa pepo tu. Wewe nenda hata kulala. Kwa hiyo baba kama mtumishi amemaliza kutoa pepo niite na kukosa hata sadaka hata nauli ya nauli. Naongea kweli. Kama unataka kutoa kitu kwa Mungu, toa kwa sababu umepata kibali, umesikia kutoa. Umesikia kwa sababu utameongea Roma ameogopesha. Shetani amekuja kwa ajili ya kuogopesha watu. Amen. 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 Nimeenda Dar es Salaam Tabata. Nimefika kwa mtoto wangu mmoja tu. Mara moja mtumishi mmoja amekuja kwa mara nyingi napenda usiku vaa jeans, nimevaa kama wachezaji pia, nimeshipaki gari hapa karibu. Nimeingia. Nimeona baba mtu mmoja amevaa suti. Anatafuta hata kuongea, anatafuta sauti ya kuogopesha watu. Wale sasa shule. Anataka kutuma tabu utajui. Unaweza kusudia kidogo na tabu. Basi bakita ukasema ukae kwa nini? Yeye anataka kasema, akasema sawa, nimesimama nimekaa. Baada ya muda mtoto wangu amefika. Amesema ile mtumishi yetu tunaenda kusali hapa, amesema anakuja kutafuta hapa.